Na sisi sasa hivi tunaweza tukatafsiri tabia za mtu kutokana na mwendo wake. Taona vijana namna anavyokwenda tu kama vile anabembea, utajua huyu yuko katika kundi fulani. Maanake sio mwendo alozaliwa nao, ni mwendo wa kisanii kauiga akaupata. Haiwezekani kwamba wote mmezaliwa mnakwenda mwendo huo, haiwezekani. Ni mwendo ule wa mob psychology, yani tabia za kimakundi za kuigana. Anatembea mtu bega moja liko chini, lingine liko juu. Unaona kama mkono mmoja ni mrefu kuliko mwingine, kumbe ni design tu ya kutembea, ni mapozi ya kutembea. Kwa hivyo hata mwendo vile vile unaonyesha shakhsia ya mtu namna ilivyokuwa. Mtu mwenye haiba yake na shakhsia yake anakwenda mwendo razini wa kawaida. Hawezi kuwa anatembea mwendo wa vijana wa stendi na yeye anaitwa shekhi. Haifanani, sio? Haya, na kanzu yake pia anakwenda mwendo huo huo. Kwa hivyo waqsid fi mashik, nenda mwendo wa kati na kati. Huu ni wasia Kisha akamwambia hivi, waghdud min sautik, na shusha chini sauti yako. Kwa sababu gani? Inna ankara al-aswati la sautul hamir, katika sauti mbaya kabisa ni sauti ya punda. Na hapa ndipo tunapoanza kwamba katika nasaha sisi tumezoea sana kumpigia ukelele mtoto, yani kumpayukia kwa sauti ya juu. Lile linakemewa sana katika malezi. Yani kama unamuonya mtoto, sio lazima upige kelele, unyanyue sauti ya juu sana, haijengi. Zungumza naye kwa sauti ya kawaida, usimkaripie kwa sauti na kelele mpaka jirani mwenyewe anajua kwamba hapa jamaa anagombezwa, hapa jamaa kakosea. Kwa hivyo hiyo ni moja katika mambo wanaosema ulama. Na hata katika mazungumzo ya kawaida, wewe na mkeo, ikiwa kuna jambo limetokea, ukinyanyua sauti ya juu sana unamuumiza mara mbili. Kuna namna ya kushusha sauti ukamwambia lile kosa lake, ina maana sana. Na kwa mtoto ni hivyo hivyo. Si kwa mtoto tu, hata mfanyakazi aliyokuwa chini yako, sio? Kuna namna ya kumwambia. Kunyanyua sauti kukemea jambo hapajawahi kusifiwa katika Uislamu. Ndio maana sisi Waislamu tunafundishwa kwamba sio tu mdogo asipaze sauti kwa mtu mzima kumkaripia, lakini na mtu mzima vile vile asifanye hivyo kwa mtoto. Kwa sababu katika athari zake ni kwamba mtoto ataibeba ile tabia na yeye. Kesho akizungumza na mwenzake aliyekosea jambo, lazima na yeye atakuwa na suraha, atampazia sauti, atampigia ukelele, hawezi kumwambia taratibu. Na mtu anaonyeka ikiwa ameelezwa kwa namna ya huruma na upole, linamuingia zaidi kuliko anapopigiwa kelele. Katika surati al-Hujurati sote tunafahamu baadhi ya masahaba waliwahi kukosea makosa haya mbele ya Mtume. Wengine wanasema ilikuwa ni Bani Tamim, kundi la katika Bani Tamim. Wengine wanasema ni Al-Habis, yule tulomzungumza, Al-Habis ibn Al-Habis, yule tulozungumza kisa chake na Mtume alipobusu wajukuu zake, yeye akashangazwa. Anaitwa nani? Al-Aqra ibn Al-Habis. Ibn Al-Habis inasemekana ni yeye. Wengine wanasema ni kundi katika Bani Tamim, walikuwa wakinyanyua sauti sana mbele ya Mtume wakizungumza naye. Mungu akawaambia sio adabu hiyo. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabii, msinyanyue sauti zenu zikazidi sauti ya nabii, sio adabu. Kisha wakaambiwa wala tajharu lahu bilqawli, wala msisemezane naye kwa kelele. Mtume kwa kelele, kajahri ba'dhikum li ba'dhi, kama mnavopigiana kelele, yani ile namna ya kistendi ile, wewe kelele. Hapana bwana, sio adabu za Kiislamu. Wala mtu mwenye murua hazungumzi hivyo. Mtu mwenye murua hazungumzi namna hiyo. Shona. Kwa hivyo Mtume naye msizungumze naye kama mnavyozungumza baina yenu nyie mnapigiana kelele, kwa sababu hilo antahbata amalukum wa antum la tashurun, linaweza likasababisha amali zenu kupongoka, zikapoteza thawabu ile hali nyie muhisi. Kwa hivyo mtoto asipigiwe kelele,
aelezwe kwa namna ya sauti ya kawaida. Ndiyo akili hiyo. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun, wale wanaokuita ewe Muhammad kwa sauti ya juu nyuma ya vyumba vya mtume vilikuwa vimezunguka msikiti wake. Mungu anasema aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawatumii akili. Si akili kuwa unapaza sauti, unazungumza kwa sauti za juu. Kwa hivyo as-surah, kelele katika kumkemea mtoto, kumuonya, kumpa nasaha, wanasema zinamtengeneza mtoto mwenyewe awe na matumizi ya mabavu. Yani mtoto mwenyewe atatumia mabavu katika tabia zake, hata akizungumza na wenzake na yeye atachukua uslubi huo katika mazungumzo. Kwa hivyo na atakuwa na tabia ya unfu. Sasa sitaki kuzungumza, tukizungumza media, kwenye media anaona nini? Kukaripiana, kutukanana. Tizama mabishano katika sinema hizi za maigizo za Kiswahili, watu wanavyobishana na kupaziana sauti. Yeye huvichukua vile akavipeleka kwenye subconscious mind, na yeye huwa hivyo hivyo. Kesho akiwa ni meneja, akiwa ni mwalimu, akiwa ni mume, uslubi wake unakuwa ule ule, kwa sababu yeye kalelewa katika mazingira hayo.